ya uchukuaji wa vitambulisho ilitolewa kwamba tarehe 15 Disemba wataanza Micheweni, na baadaye wakasema kuanzia tarehe 1 Januari mwaka huu itakuwa ni wilaya ya Wete. Bahati nzuri siku hizi jimbo letu liko katika wilaya ya Wete. Zamani ilikuwa Micheweni. Sasa kutokana na hivyo mimi niliondoka hapa takriban tarehe 29 Disemba kwenda Pemba ili tarehe 1 tuanze kuchukua vitambulisho hivyo. Nilipofika tarehe 1 tukaambiwa kwamba nyinyi shehia ya Kinyasini, mimi wale wanaojua nakaa Kinyasini, kiasi maili kilomita 5 hivi kutoka Wete. Shehia yenu itakuwa tarehe 3. Haya, tarehe 1 ile tukakaa, tarehe 2, tarehe 3 tulipokwenda jina halipo na vitambulisho havipo. Lakini si mimi peke yangu, ni wengi tu. Kijijini kwetu Kinyasini watu ambao waliandikisha wanafika 900. Uandikishaji mkubwa. Kwa sababu kijiji cha Kinyasini wanaokijua ndani kidogo, kuanzia kutoka pale kwenye kijiji chetu kiasi kilomita 1 ndani kuna kijiji kidogo kinaitwa Makundeni. Makundeni ni kijiji toka hizo enzi za nyuma. Wamewekwa wenzetu ambao ni wagonjwa wa maradhi ya ukoma. Na tunajua wagonjwa wa ukoma sote tunawajua, hawana miguu, hawana vidole, macho wengine hawana, kila aina ya matatizo wanayo wale. Hawawezi kwenda, yani kutoka kule kwenye kijiji chao kuja pale kwenye kijiji chetu Kinyasini jioni kutafuta samaki, hawezi kwenda mtu. Watu hawa wanaambiwa watoke kule kwao waende Wete kutafuta vitambulisho vyao. Hawawezi. Tutasema watu hawa wanaotoa vitambulisho si binadamu wao? Wao hawajui kama na wao wanaweza wakaumwa maradhi kama hayo au zaidi ya hayo? Kwa nini unawataabisha watu wagonjwa kama wale? Unawataabisha, unaambia watoke Kinyasini ndani kule waende mpaka Wete kutafuta kitambulisho. Na bahati mbaya ingalikuwa anatoka kule anakwenda, ukifika anapata. Sasa siku 3 hiyo vitambulisho hivi vinatoka wapi? Njoo baada ya wiki moja, njoo baada ya wiki 2. Mimi nilikwenda nikaambiwa nende baada ya siku 3. Haya, siku 3 nikaenda. Sasa tazama hapa. Nilipokwenda, yani kutoka Kinyasini mpaka Wete 5 kilometers. Of course mimi naweza kwenda hata kwa miguu. Na hizo enzi za nyuma sisi tulikuwa tunasoma kutoka Kinyasini kwenda Wete. Kinyasini kulikuwa hakuna skuli. Kwa hivyo we are used to it. Na kwenda wakasema mwalimu, kitambulisho hakiko, njoo baada ya siku 3. Haya, siku 3 nikaenda. Nilipofika siku ya 3 nilipofika pale, tazameni watu hao. Kufika pale si mimi peke yangu na wale wenzangu kutoka Kinyasini waliokwenda pale. Nilipofika akasema watu wa Kinyasini leo si zamu yenu. Leo tumewaita watu wa Ngogoni. Mtawaita vipi watu wa Ngogoni na si mshatwambia tuje baada ya siku 3? Na watu mmeshawaarifu. Tuliona kwa sababu siji nini na nini, kwa bora watu wa Ngogoni. Watu wa Kinyasini wote walikabidi watoke. Turudi. Lakini mimi nikaenda mle ndani. Mwalimu, mtu wa Kinyasini njoo Ngogoni, nikamwambia mimi sitoki. Mtafutieni. Kwa bahati wakaenda kutafuta. Lakini na wasiwasi. Hao watafutaji wengi simu mimi. Bana wewe njoo kitambulisho chako kipo. Nimeshakuja nimeambiwa hamna. Nakwambia njoo nakwambia mimi njoo. Akaja, tukaenda akakipata. Sasa hata hiyo kutizama vile vitambulisho hawajui.
Kazi ni kuwatabisha watu na kuwavunja moyo, ndio lengo lao. Kuwatabisha, wanakwenda wanarudi, wanakwenda wanarudi, basi. Sasa wengine baada kuona hicho kwamba hebu nendeni mkatizame, wengine ukenda kitambulisho wanapata, wakichakua vile, wakitizama wakipekua, utakiona kitambulisho cha fulani ambacho jana au juzi kaambiwa hakuna. Lakini tizameni jamani, watu ambao Kinyasini tumeandikisha ni karibu 900. Kile kijiji ni kikubwa kidogo. Okay, ukipita pale barabarani tu, lakini ndani kuna matawi kule. Watu 900 ndio tulioandikisha kwa records ambazo sisi tunazo. Na hawa ni watu wetu tunajua. Kitambulisho kilichotolewa mpaka naondoka mimi juzi, karibu ni watu 75 out of 900, watu 75 ndio walioandikishwa. Kweli jamani, are we serious? Hivyo mnavyotaka tunaweza tukafanya, kutoka Kinyasini tukaja huko tukatizama, hamna majina, tukarudi. Lakini hawa wagonjwa, kuna wazee juzi, ni kabla sijaondoka, kuna mzee anaitwa Ali Hamadi, is about 85, akachukuliwa kwa baskeli na mtoto wake, mjukuu wake, si mtoto wake, mjukuu wake. Wakaenda mpaka Wete. Alipokwenda akaambiwa kitambulisho hamna, njoo kesho kutwa. Kesho kutwa alipokwenda hamna, akaambiwa ende Ijumaa. Ijumaa ya juzi nimeuliza, nimepigia simu, anaambiwa bado. Sasa jamani, utafanya hivyo mpaka lini? Kwa nini unawahangaisha watu? Lakini mimi najua na wengi tunajua kwamba wanafanya hivi kuwavunja moyo watu wasende. Ndio lengo lao, kuwavunja moyo wasende, ili vitambulisho vile hata kama vipo wasichukue, wapate advantage katika daftari la kupigia kura ambalo linaanza. Na huku Zeko wameshasema kwamba wao hasikilizi chochote, kwa sababu wamewasiliana na hii kurugenzi ya vitambulisho. Hivyo tunavyotaka tunaweza tukafanya, kutoka Kinyasini tukaja huko tukatizama, hamna majina, tukarudi. Lakini hawa wagonjwa, kuna wazee juzi, ni kabla sijaondoka, kuna mzee anaitwa Ali Hamadi, is about 85, akachukuliwa kwa baskeli na mtoto wake, mjukuu wake, si mtoto wake, mjukuu wake. Wakaenda mpaka Wete. Alipokwenda akaambiwa kitambulisho hamna, njoo kesho kutwa. Kesho kutwa alipokwenda hamna, akaambiwa ende Ijumaa. Ijumaa ya juzi nimeuliza, nimepigia simu, anaambiwa bado. Sasa jamani, utafanya hivyo mpaka lini? Kwa nini unawahangaisha watu? Lakini mimi najua na wengi tunajua kwamba wanafanya hivi kuwavunja moyo watu wasende. Ndio lengo lao, kuwavunja moyo wasende, ili vitambulisho vile hata kama vipo wasichukue, wapate advantage katika daftari la kupigia kura ambalo linaanza. Na huku Zeko wameshasema kwamba wao hasikilizi chochote, kwa sababu wamewasiliana na hii kurugenzi ya vitambulisho. Daftari linaanza Micheweni kesho kutwa, bado siku 4 nafikiri. Kuna watu 9,000 bado 9,000 siku 4 watatoa kweli? Almost wiki 2 wametoa hiyo idadi ambayo wametoa. Je, siku 4, it means kila siku watoe almost 2,000 plus.
2250 kwa kila siku, ambao hawezi, kwa sababu siku moja anatoa ama watu 30 40 wamefanya 50. Kwa hivyo baada ya siku 4 hizo tuna hakika watu wengi watakuwa hawajapata vitambulisho vyao. Sasa hili ni tatizo kubwa sana ambalo linafanywa kwa maksudi, na pengine ni sahihi kwamba hii wanafanya kwa sababu 2015 hawa watu walishindwa kwa kura 25,000 na ushai. Kwa hivyo nataka kila njia ili watu 25,000 wasandikishwe kule Pemba. Haiwezekani. Sasa sisi tunachosema ni kwamba jamani, uchukuaji wa vitambulisho huu, wananchi wana haki ya kupata vitambulisho vyao. Kwa hivyo kutokana na hayo utaona kwamba waandikishaji wale wanaotoa vitambulisho wana mikakati aina 3, na yote wanaitekeleza kwa pamoja. Ama utakwenda watakwambia kwenye system haimo, au utakwenda watakwambia njoo Ijumaa, au utakwenda watakwambia kwamba kitambulisho chako pengine hakijasomeka uzuri, kwa hivyo wacha tuzame baadaye. Miaka 2 mmekaa mnatayarisha vitambulisho hivi, halafu nakuja unasema kwenye system halipo. Mimi nimeambiwa hata jina langu kwenye hiyo system haipo, yaani sijulikani kabisa, kwa sababu kwa jina halimo ndani ya system means hujulikani. Na uandikishaji wa daftari ni kesho kutwa, mimi na haki ya kuandikisha. Zeko nasema huwezi kuandikisha kama huna kitambulisho hicho. Sasa mkosa ni nani? Lakini hii ninavyoelewa mimi ni collusion ya pamoja baina ya ZEC na daftari na watoaji wa vitambulisho. Huyu anasema vitapatikana, huyu anasema yeye ataanza. Utaanza vipi daftari? Na wengine wafanye maksudi ili mtu yule avunjike moyo asende, na hilo ndio lengo lao. Sasa haya yote ni njama ambazo zinafanywa kwa maksudi ili watu wavunjike moyo, wasichukue vitambulisho. Sasa sisi tunachosema kwamba vitambulisho ni haki ya kila Mzanzibari, na hii iko wazi kwa mujibu wa sheria nambari 7 ya 2005. Kila Mzanzibari ana haki ya kupata vitambulisho. Kwa hivyo sasa, kama wewe unafanya maksudi kumnyima Mzanzibari huyu vitambulisho, ni kosa la kisheria, lakini bado wanaendelea kufanya. Hawaoni kwamba wanawataabisha watu maskini ya Mungu. Hii ndio season angalau kupata chochote, lakini unamwambia njoo mara 2, njoo mara 3. Mimi nimetoka hapa kutoka Unguja kwenda kufuatia vitambulisho, nimekwenda nimeambiwa hakuna, nimekwenda tena nimeambiwa hakuna, mara 3 nimekwenda nikauliza, wananiambia sasa nikae baada ya wiki 2 nitoke huku nende tena baada ya wiki 2. By the time ukenda huko tayari daftari la kura ni daftari la kuandikisha tayari, na hawa watoaji wa vitambulisho wanafanya kwa maksudi, wanataka kuleta matatizo katika nchi kwa maksudi. Kwa hivyo sisi tunaomba sana kwamba watizame hayo ili lisije katokea tatizo, kwa sababu kila mtu ana haki ya kupata kitambulisho chake. Bahati nzuri mimi sitazungumzia sana kuhusu swala la kitambulisho cha Mzanzibari. Mimi kwanza si Mzanzibari mkazi, ni Mzanzibari niliozaliwa na ndio kwetu hapa, si mkazi, ni Mzanzibari hasa.
lakini wenda kuchukua kitambulisho kimeandikwa Mzanzibari mkazi. Ni rais wangu hata siku moja sitomshauri achukue kitambulisho cha Mzanzibari mkazi. Itakuwa ni rais wa Zanzibar waliokuja kutoka huko wakaja wakakaa hapa. Ndio maana yake. Lakini kuna sheria namba 5 ya mwaka 1985 inayoelezea Uzanzibari ni nini. 6 katika kifungu cha 6 naona Mzanzibari, kutakuwa na Mzanzibari ambaye upatikanaji wake, upoteaji wake na urudishwaji wake atakuwa kama alivyoainishwa katika sheria iliyotungwa na Baraza la Wawakilishi. Hiyo sheria namba 5 ya mwaka 1985. Katiba haijasema kwamba kutakuwa na Mzanzibari mkazi. Kwa hivyo unavunja katiba kama unachukua kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, ni kinyume na katiba. Hakuna. Lakini for the sake ya matatizo haya, mimi nawahusia na nawapa Wazanzibari wote kwamba twende tukachukue vitambulisho hivi, hata kama vilivyoandikwa vimekosewa Mzanzibari mkazi. Twende tukachukue vitambulisho hivi vya Mzanzibari mkazi kwa faida yako wewe mwenyewe. Namna gani? Kama huna kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, the so called kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, mimi nitakiita kitambulisho cha Mzanzibari, si mkazi mimi wala wengine, sote hapa sio wakazi. Kwa hivyo kitambulisho hicho huwezi kusafiri. Mimi nikitaka kwenda Pemba lazima nionyeshe kitambulisho hicho. Zanzibar na Pemba ni moja, lakini siwezi kukata tiketi kama sijaonyesha. Nataka kuuza shamba langu, lazima kitambulisho cha Mzanzibari niwe nacho. Nikitaka kwenda benki lazima niwe nacho. Na zaidi hata nikitaka kupiga kura lazima niwe nacho. Kwa hivyo Wazanzibari wote na waombeni sana juu ya matatizo ambayo ZEC na hii taasisi ya kutoa vitambulisho wanayoyafanya kwa makusudi. Basi nawaomba twendeni tukachukue vitambulisho hivyo, na kama ikifika time ambapo uandikishaji wa daftari la kupiga kura tayari na Wazanzibari hawajapata, sasa hapo litaletwa tatizo jingine, au litatolewa tatizo jingine, au kutakuwa na tatizo jingine, kwa sababu watu wana haki ya kujiandikisha kama katiba na sheria inavyosema. ZEC hawatoi, taasisi ile nyingine haitoi. Una mnyima haki Mzanzibari. Mimi nimeshatafuta wakili wangu, nimeshatafuta ushahidi wangu kwamba sasa nikija daftari la kudumu kuandikisha na sijapata kitambulisho hichi, mimi nakwenda mahakamani, nazuia. Maskini ya Mungu, hali ngumu kama leo, kama hii ilivyo, unamwambia mtu mara 5 6 anakwenda, hakuna chochote, wala husemi lini hasa kitapatikana kitambulisho hicho. Ni kuwadanganya tu basi tutafika. Mimi nafikiri tunaiomba taasisi hii na ZEC washirikiane, na kwamba wahakikishe kwamba Wazanzibari wote wanapata vitambulisho vyao ambao ni haki yao. Na wananchi na waomba sana kwamba msiwe na au msichoke wala msikate tamaa, kwa sababu hivyo kukata tamaa na kuchoka ndio wanavyotaka hawa. Mkate tamaa, mchoke, msende, ili hilo lengo lao la kupata hizo kura 25,000 zilizowapiga kipindi kilichopita wazipate. Na kwa hiyo walale wakiamka hawapati. Kwa hivyo ili watu wavunjike moyo na watu yani mtu namtoa mgonjwa, mimi niko kwenye wale wagonjwa tu 5 kilometers, naomba ende wete
wakati wa kuandikisha daftari lilikuja pale pale Kinyasini, skuli pale pana skuli. Wale wanachukuliwa, wanakuja, wanarudi. Lakini 5 kilometers aende kwa miguu, usafiri hana, pesa hana, mpaka Wete, na ukifika Wete hakuna kitambulisho, njoo kesho kutwa, hamuoni vile alivyo. Yeye akiwa kama vile hao ndio wanavyotaka na yapate matatizo kama yale. Bora apate yaonekane kwamba at least atajua kwamba kweli hawa watu nikiwataabisha. Baada ya kuzungumza nao sana wakasema mali basi tutafanya tutaleta nani, tutaleta madaftari Kinyasini. Waongo. Mpaka leo jana mimi napiga simu kabla sijafuta kuuliza ni kweli wameshaleta Kinyasini. Nasema si kweli, juzi sisi tulikwenda huko na ndio waliponipa hii kesi ya huyu mzee Ali Hamadi huyu. Akanambia hata yule mzee Ali Hamadi tulimpeleka mara ile, kaambiwa tumpeleke Ijumaa. Tumekwenda hakuna. Sasa tutafanya hivyo mpaka leo. Tunaonea watu, hatuwahurumii. Tunawadhalilisha. Kwa jamani, hii ndio tuliokuwa tukitaka at least mjue na muweze kuambia watu kwa ujumla. Ni matatizo makubwa tulionayo. Wenzetu hawa hataki mashirikiano. Wao wanachotaka ni kwenda mahakamani ndio utajua kama utafanya haki au haifanyi. Lakini utaratibu wa mahakama hii, masuala haya nafikiri yanakwenda moja kwa moja mahakama kuu kwa mujibu wa sheria. Na mahakama kuu ukishindwa pale au ukiona haki yako hukuipata na unaamini kwamba una haki, kuna njia za kwenda juu. Sasa naamini kwamba kwa mujibu wa sheria hizi nilizozitaja, na kama yote umefuata na bado hujapata, naamini kwamba mahakama inaweza ikafanya haki zake. Lakini tathmini si kwamba mimi ni tathmini ambayo nimeitoa tu. Tathmini kule kuna watu wetu ambao si tathmini hiyo ya Micheweni tu. Mimi nimesema kwa jimbo la Micheweni, lakini hapa ninazo tathmini za Micheweni, ninazo tathmini za Tumbe, Mgogoni, Mtambwe, zote hizo ambazo katika kukaa chama chetu ndio kinafanya tathmini hiyo, na watu gani, watu wangapi wameshaandikwa na nani wameshaandikwa. Hata hiyo tathmini ya kijiji chetu cha Kinyasini najua kwamba ni watu 900 plus walioandikwa ndio hao kidogo, mpaka mimi naondoka watu 70. Sasa hizo ni tathmini ambazo zinafanywa si za kubuni. Ni tathmini zinazofanywa hasa na chama. Kuna watu maalum wanaofanya hivyo. Kwa hivyo hizi ni tathmini za uhakika. Lakini wakati wa kupiga kura, kwa mfano, mimi nitakuja kwenye hicho kijiji changu. Wakati wa kupiga kura pale kijiji nani skuli ya Kinyasini ndio penye kupiga kura. Mgonjwa, wewe ndio msema mgonjwa ukoma yuko just kilomita 1. Ni rahisi kwenda kumchukua pale na kumleta hapa. Lakini leo katika watu 900 ni watu 70 waliopata. Utachukua watu wangapi hawa 830 kwa kuwapeleka Wete? Sutambo wafanya maandamano. Ndio polisi siku hizi ukifanya mkikao watu 3 hivi siji kama hatakuja sasa wakasema tunafanya maandamano. Kila kitu maandamano. Sasa wachukue hao malori mangapi tutachukua? Lakini wakati ule unachukua gari moja unasaidia na kwenda hasa wagonjwa. Lakini leo hakuna mgonjwa, hakuna mzima, wote. Haiwezekani. Lakini wao wangelikuja pale skuli pale ya Kinyasini, ingelipunguza hiyo. Na hawafanyi kwa Kinyasini tu, kwa maeneo yote ndio wanaofanya. Kwa mfano walipoanzisha Micheweni, kama unajua jiografia Micheweni, wako Micheweni wakasema watu wote ende Micheweni. Imagine mtu anatoka Mnarani nakujua. Mnarani ni kiasi haipungui 15 kilometers au zaidi. Mwisho kwa Konde. Atoke kule bibi mtu mzima ende Micheweni. Na kifika naambiwa hakuna. Mimi ni mwanasheria. Mahakama ina utaratibu wake. Sasa kama tukienda mahakamani pale ndio nitajua. Siwezi kupreempt mahakama kwamba haitonitendea haki au itanitendea haki. Tuna ethics zetu zinatukataza hivyo. Lakini unakwenda kule kutaka haki. Mimi mwenyewe ndio kudecide kama hii haki imetendeka au haikutendeka. Kama haikutendeka, kuna
release chungu nzima ambazo unaweza kufanya. Sasa wakati huo ndio tutajua tufanye nini. Sio hivi sasa. Wewe unaambiwa utoe kitu hichi unipe mimi, na wewe hutaki kutoa, nani wa kuwajibika? Nakuuliza wewe. Sheria inasema kwamba wewe utanipa mia, lakini wewe kwa makusudi huna sababu yoyote, ni kwa ukorofi wako tu hutoi. Sasa atakayewajibika na mia wewe kwa mujibu wa sheria? Sisi kama chama tumechukua juhudi kadhaa za kwamba tulishawaomba idara ya vitambulisho na matukio ya kijamii, tukakutana nao tukazungumzia hii kadhia, hasa kuhusu masuala ya masheha. Maanake process ya vitambulisho inaanza kwa sheha kule. Masheha hawatoi barua kwa ajili ya wananchi, kwa malalamiko mengi sana yako kwa masheha na tumewaambia, lakini jibu ni kwamba wao hawana dhamana za masheha. Masheha dhamana zao ziko kwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, ndio mamlaka zao za uteuzi. Na tulishakutana na tume ya uchaguzi kuambia kuhusu haya kwamba hamwezi kwenda kuandikisha wapiga kura kama hao wapiga kura hawajapata hivyo vitambulisho, na wenyewe wanasema kwamba sisi hatuna mamlaka wala madaraka yoyote ya kuwaingilia wale watu wa matukio ya kijamii. Kwa hiyo wanafanya namna hii kama vile ni danadana, lakini lengo na madhumuni ni kwamba wote kwa pamoja, sheha, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, system yote, tume, matukio ya kijamii, ni mkakati kwa ajili ya kuvuruga tu uchaguzi. Kwa hiyo na hata leo saa 5 tuna appointment na tume ya uchaguzi, tunakwenda kuona kuhusu masuala haya. Kwa hiyo sisi kama vyama vya siasa na hasa kama ambavyo Mwalimu Abu amesema hapa, suala la kitambulisho hili ni haki ya mtu mmoja mmoja, wao wanao wajibu. Sasa kwa nini hawasemi? Inawezekana pia na waandishi wa habari hamjashuka huko chini mkakutana na hao wananchi, umeona? Kwa hiyo ni challenge pia kwenu. Kwa nini wananchi hawasemi? Naamini mkienda kule mtayapata ya wananchi. Sadala wala Joseph kwenye msongamano wa watu wanaotoa vitambulisho. Sasa sijui tuseme waandishi wa habari hamjui au hamtaki kwenda au mmezuiwa, mmepewa donge kwa sababu nyinyi waandishi wa habari mwenyewe natakiwa mwende kwenye yale matokeo, mwende mtizame. Ngoja kwanza mimi najibu nitakuja huko. Mwende katika yale matokeo, mtizame, je, wananchi wana tatizo gani, wana mambo gani, wana kitu gani, muulize. Lakini mimi kukaa Kongo Pemba kote kule karibu almost wiki 3 kwa kutafuta kitambulisho ambacho hakiko, jina langu halimo, sijamwona mwandishi wa habari hata mmoja. Je, hakuna mwandishi wa habari? Hamtaki kwenda au vipi? Au mnafanya makusudi? Hamwendi mpaka tuwaite? Lakini hilo ni narukia tukajibu la naye. Mimi nimekuwa waziri wa sheria miaka 5, nakubali. Nimekuwa na nafasi nyingine huko serikalini, nakubali. Je, swala hili la Mzanzibari, kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, hujaliona? Swala hili nimeliona, nimelipigia kelele miaka yote. Lakini Mwinyi, kama utakuwa mkweli, masuala haya yanatokeza kabla, na hata kitambulisho kile kilichopita kilitokeza kabla, muda mfupi kabla ya uandikishaji na uchaguzi. Wakati ule hata ukisema kwa sababu wenzako wana nia mbaya, anatumia neno hilo, wana nia mbaya ya kufanya kwamba hili tutafanya hili, tutapata kura nyingi na nini, unasema, unaweka record, lakini halitekelezwi. Sasa ukitizama record kuanzia miaka hiyo, hata kwenye baadhi la wakilishi tumepiga makelele sana kuhusu kitambulisho cha Mzanzibari. Sasa tukasema kwamba sheria na katiba ni vitu ambavyo lazima vifuatwe, lakini havifuatwi.
Sasa kama utapigia mbuzi gitaa, sijui kama atasikia. Kwa hivyo hili tumelisema na tutaendelea kulisema.